Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu nchini Tanzania, mnaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5, yani Highlands FM iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Vile vile unaweza kutupata na kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM ya 101.6 kule Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Kare na viunga vyake, maeneo ya Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Kumbuka kwamba hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo msikilizaji. Ni Jumatano nyingine ambapo leo tunaangazia utata dhidi ya hatua ya utawala wa Kenya kuuza baadhi ya hisa zake za shirika kubwa zaidi la mawasiliano Afrika Mashariki, Safaricom. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Ingendo Angela. Lome, Togo. Mamlaka nchini Togo zimemkamata na kumrejesha nyumbani kiongozi wa zamani wa Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Mwanasiasa huyo anakabiliwa na tuhuma za kupanga njama za kumuua kiongozi wa sasa wa kijeshi Ibrahim Traore. Utawala wa Burkinabe uliomba Togo imrejeshe nyumbani kiongozi huyo wa zamani wa kijeshi ili kujibu mashitaka dhidi yake. Damiba alitoa madaraka ya Burkina Faso mwaka 2022 kupitia mapinduzi ya kijeshi, lakini baada ya miezi 8 madarakani akapinduliwa na mwanajeshi mwenzake na ambaye ni mtawala wa sasa Ibrahim Traore. Togo imesema wamekubaliana na Burkinabe kuhakikisha kiongozi huyo anapata haki zake za kimsingi na hadhi ya ubinadamu licha ya tuhuma zinazomkabili. Maafisa wa Gadugu wamesema kiongozi huyo wa zamani amekuwa akichochea njama za kumuua Kapteni Traore wakati wote akiwa uhamishoni Togo. Upande wa Damiba haujatoa taarifa zozote. Kampala, Uganda. Polisi wa Uganda wamekanusha taarifa kwamba afya ya kiongozi wa upinzani Kizza Besigye imedhoofika. Chama cha kiongozi huyo kilitoa taarifa kwamba Besigye alikuwa katika hali mbaya ya kiafya baada ya kukimbizwa hospitalini usiku wa Jumanne mjini Kampala. Polisi wanasema mwanasiasa huyo alipelekwa hospitali kwa uchunguzi wa kawaida. Hakuna taarifa kuhusu tatizo la kiafya lonalo bwana Besigye. Kizza Besigye aliwahi kuwa daktari binafsi wa Rais Yoweri Museveni, lakini baadaye akawa mpinzani wake mkuu wa kisiasa. Besigye anakabiliwa na mashitaka ya uhaini ambayo ameyataja kama dhulma za kisiasa. Amekuwa kizuizini tangu Novemba mwaka 2024. Kinshasa, DRC. Mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimewasilisha orodha maalum kwa Marekani kuhusu mali za taifa ambazo watatoa kwa dola hiyo kubwa duniani. Baadhi ya mali hizo ni pamoja na madini ya shaba, manganese, dhahabu na lithium. DRC imesema hatua hiyo ni juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya pande mbili. Hatua hii imetajwa kama kuishawishi Marekani kuweka nguvu katika kufanikisha amani ya kudumu inapatikana nchini Kongo, pamoja na kudhibiti ulanguzi wa madini ya DRC unafanywa na makundi haramu pamoja na baadhi ya nchi zinazodaiwa kupora madini hayo. Lilongwe, Malawi. Mamlaka ya nishati ya Malawi imeongeza bei ya mafuta kwa 40%, ikiwa ni mara ya kwanza bei hiyo kupanda kwa kipindi cha miezi 4. Mamlaka hiyo kwa jina Mera imetetea hatua yake na kusema bei za awali haziwezi kusaidia uchumi wa nchi.
Wamalawi wengi wamelalamikia hatua ya sasa na kusema nchi iko kwenye hatari ya mfumuko mkubwa wa bei na kupanda gharama ya maisha. Wamemkosoa vikali Rais Peter Mutharika ambaye alichaguliwa kwa ahadi ya kuimarisha uchumi na kupunguza gharama ya maisha. Tume ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mnamo Oktoba 29 mwaka uliopita nchini Tanzania iko mbioni kukamilisha kazi yake baada ya kuzunguka maeneo mbalimbali ya nchi. Tume hiyo inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Othman Chande sasa iko jijini Dar es Salaam ikikutana na waathirika wa vurugu wakati wa uchaguzi huo. Wadadisi wa siasa za Tanzania wanaamini huenda ikafanikiwa kutokana na tajriba ya wanatume hao. Silvanus Karemera amezungumza na Erad Mporoto, mchambuzi wa siasa ambaye anaanza kwa kutaja matumaini kwa tume hiyo. Ndiyo ndugu Silvanus Karemera. Tathmini jumla ya hii tume ambayo iliundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuchunguza matukio yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana ni tume ambayo imejaa majina tajika, si ndani tu ya Tanzania lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania. Wamekuwa ni watu ambao mchango wao na umaridadi wao katika ufanyaji kazi umekuwa ni bora, na wote ukijaribu kuangalia mtu kama Dr. Stergomena Tax amewahi kufanya kazi na SADC. Ukiangalia yeye mwenyewe ambaye ndiye kiongozi wa hiyo tume, Jaji mstaafu Othman Chande, naye pia ashawahi shiriki kwenye shughuli za kimataifa, lakini pia ameonyesha nguvu kubwa na uwezo mkubwa sana katika kazi zake. Kuna wengine wana diplomasia kadhaa, kuna Ombeni Sefue na wengine. Sasa ukijaribu kuangalia rekodi yao inatoa taswira kwamba, kwa maana ya kwamba rekodi tukitumia kama kigezo cha wafanyakazi, rekodi yao iko vizuri sana. Tumewaona wameendelea kukutana na wahanga mbalimbali, tumeendelea kuona wakikutana na kujaribu kuwasikiliza, kuhoji na kuchunguza. Ukiangalia tajriba ya hawa viongozi ama wanakamati hii ama wanatume hii, akiwemo mkuu wa zamani wa jeshi la polisi Said Mwema, pamoja na baadhi ya viongozi na hata waziri wa ulinzi wa zamani Dr. Stergomena na wengine, nini hasa kinakuja katika akili yako kuhusu mafanikio na mustakabali mzima wa timu hii ama watume hii ambayo sasa inaendelea kutafuta huu uchunguzi? Ni kweli kuna majina ambayo baadhi ya watu kikiwemo chama cha upinzani cha Chadema kimeweza kuhoji kuhusiana na majina kama aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi Dr. Stergomena Tax, lakini pia mkuu wa jeshi la polisi Said Mwema. Hawa ni wajumbe wawili ambao kwa namna moja au nyingine imezalisha maswali au mashaka kwa baadhi ya taasisi na baadhi ya watu wengine kuweza kuhoji uhalali wao kuwa katika ile tume. Binafsi bado naendelea kuongozwa na imani kwamba kuna kitu watakifanya na kuna kazi wataifanya. Nitakuja kuhoji au nitakuja kuwa na mtazamo tofauti endapo ripoti itakuja kukinzana kwa yale ambayo yamezungumzwa na yale ambayo pengine yalionekana. Hapo ndo tunaweza kuzalisha maswali. Kutokana na kile ambacho kilitokea tarehe 29 Oktoba, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, ni kwa namna gani unadhani matokeo ya tume hii yatachangia kiwango cha maridhiano miongoni mwa Watanzania ambao walipata matatizo haya kimsingi? Nadhani mchango wake utakuwa ni mkubwa sana. Tumezisikiliza ripoti mbalimbali kutoka nje ya Tanzania. Kwa hivyo hii itakuwa ni ripoti ambayo inayaelezea mazingira ya ndani katika, kwanza, ufanisi wake, lakini pili, katika namna ya kuponya, kwa sababu kumekuwa na mazungumzo mbalimbali. Tumeona vyombo mbalimbali vya kimataifa na vya kikanda vilijaribu kutoa maoni yao. Sasa baada ya hayo yote, manake wao wanakwenda kutengeneza msingi mpya wenye kuyaelewa zaidi mazingira ya Tanzania, kuyaelewa mazingira mazuri ya Watanzania pamoja na vyombo vyake vya ulinzi na usalama na serikali katika ujumla.
Nchini Kenya, mjadala mkali umezuka dhidi ya hatua ya serikali kuuza hisa zake za shirika kubwa zaidi la mawasiliano, shirika la Safaricom, kwa shirika la Vodafone Afrika Kusini. Serikali ya Kenya imesema inanuia kuuza 15% ya hisa zake za Safaricom, hali inayoipa Vodafone umiliki kamili wa shirika hilo maarufu Afrika Mashariki. Kamati ya fedha ya bunge imekuwa ikipokea maoni ya umma, ambapo baadhi ya wamepinga hatua hiyo na kusema serikali inanadi shirika la umma kwa gharama ya chini mno. Mashirika ya kifedha yamesema ipo haja ya shirika hilo kuwa na wawekezaji binafsi. Mamlaka za Kenya zinatafuta kima cha dola milioni 700 au shilingi bilioni 200 kusaidia katika shughuli za kukuza nchi. Itaridhia jina la sasa la shirika hilo na hatima ya mamilioni ya raia Afrika Mashariki wanaotegemea Safaricom kwa riziki za kila siku. Gabriel Ingubu amezungumza na mchambuzi wa kiuchumi Charles Karisa. Serikali ya Kenya iko katika hatua ya kuuza 15% ya hisa zake katika shirika la Safaricom kwa kampuni ya mawasiliano ya Vodafone. Hii ni katika jitihada zake za kujinusuru kiuchumi kwa kupata fedha za miradi ya maendeleo na kupunguza kutegemea mikopo. Safaricom ni mojawapo wa kampuni kubwa Afrika ya Mashariki inayojivunia kuanzisha huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa simu duniani. Serikali ina jumla ya 35% ya hisa katika Safaricom na kuuza 15% kutasaidia kupata kitita cha shilingi bilioni 244.5 kwa jumla. Baada ya muamala, umiliki wa serikali utapungua hadi 20%, kundi la Vodacom 55% na umiliki wa umma, yani watu binafsi, ukisalia 25%. Mchakato huu umesababisha mjadala mkali nchini Kenya, huku baadhi ya wabunge wakipinga. Mbunge wa eneo la Kiharu ambaye pia ni mwanauchumi Ndindi Nyoro anasema kwamba serikali inauza mali muhimu ya taifa kwa bei duni. Hata hivyo, usimamizi wa Safaricom umesisitiza kwamba hatua hiyo haitaathiri utendakazi wake na bado sheria za Kenya ndizo zitakazozingatiwa. Kwa kuzamia swala hili, nimezungumza na mwanauchumi Charles Karisa kwa ufafanuzi zaidi. Serikali imezingatia sheria kuuza hisa zake za Safaricom. Mimi nadhani kwamba kwa maoni yangu serikali imezingatia sheria kuuza hisa zake 15% katika kampuni ya Safaricom. Maanake kuna ile tunaita Privatization Act ambayo ilisainiwa mwaka uliopita na rais. Kwa hivyo kuhusu kuzingatia kwa sheria, nadhani kwamba walizingatia sheria. Siyo mara ya kwanza kumekuwa na IPO ya Safaricom. Nini tofauti na wakati huu? Ndiyo, si mara ya kwanza katika kampuni ya Safaricom kuuza hisa zake, ile tunaita IPO, Initial Public Offer. Hapo awali iliuza, na tofauti ya safari hii ni kwamba zile hisa ziliuziwa the biggest shareholder, ama ukipenda Vodacom. Maanake Vodacom inamiliki 40% katika Safaricom. Kwa hivyo tofauti ni kwamba hazikuwekwa kwa public ama kwa umma, hususan watu wengine wa bid ama watu wengine kununua hisa hizo. Kwa hivyo hiyo ndo tofauti. Ikiwa Vodafone itanunua hisa za serikali, Kenya inaweza tena kudai umiliki wa kampuni hii? Ikiwa Vodacom Afrika Kusini ama South Africa imenunua hisa hizo, umiliki wa Safaricom ama serikali katika Safaricom utakuwa umeenda chini. Maana kama nilivyosema hapo awali kwamba Vodacom wanamiliki 40% na serikali ya Kenya ama Kenyan government inamiliki 35%. Kwa hivyo hisa hizo zitakuwa zimeongezeka upande wa Vodacom. Kwa hivyo tunasema kimombo kwamba wana majority right, watakuwa na uzito zaidi katika serikali ile, kwa sababu hisa hizo zitapanda kutoka 40% mpaka 55%, ambao ni zaidi ya nusu ya kiwango cha ownership, ama ukipenda umiliki, ambao ni 100%. Kwa hivyo watakuwa na uzito zaidi, ama ukipenda say zaidi kwa kimombo, katika Safaricom Limited. Kunadiwa kwa Safaricom kumeathiri vipi masoko ya hisa katika Afrika ya Mashariki? Serikali kuuza hisa zake katika kampuni ya Safaricom kumeathiri kibiashara, kwa sababu inaonekana kwamba serikali imechukua mtindo tofauti. Kwa maoni yangu mimi ni kwamba tungepewa fursa zaidi, hususan tuuze
hisa zile za serikali katika masoko ya nje, ama to open up to the public, kwa sababu tungepata, nadhani maoni yangu, bei ambao ni nzuri zaidi. Maana ukiangalia bei ya hisa sasa hivi inazidi shilingi 40 kwa hisa moja, na tunaona kwamba 15% ambazo ziliuziwa Vodacom ni kwamba zilikuwa chini zaidi per shilling per share. Kuna hofu serikali ikinadi hisa za shirika lingine. Kiwa ni lazima tuuze hisa katika mashirika haya, manake si jambo la kawaida. Ukiangalia serikali zilizopita hapo awali, unakuta kwamba marais wengi sana hawakuwa wanauza zile assets za nchi yetu. Kwa hivyo ikiwa kuna ulazimu kwamba tuuze hisa zetu katika mashirika haya, basi naomba tu jambo la kwanza tufuate sheria, jambo la pili we get the best offer katika market yetu, ama tuangalie masoko mengine tofauti, hususan tupate bei nzuri ambayo sasa hivi hatukupata katika shirika la Safaricom. Hususan tujisaidie ikiwa lazima tuuze hisa zetu ama ownership katika mashirika haya. Shukran sana Gabriel Ingubu ambaye anahitimisha mazungumzo na mwanauchumi wa Kenya Charles Karisa. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Licha ya kurejea kwa wazalendo na askari wa Kongo kwenye mji wa Uvira nchini DR Congo, watu wapatao 1000 wameyahama makazi yao, wengi wao wakiwa wa kabila la Banyamulenge, na sasa wanajihifadhi katika baadhi ya vijiji vya bonde la mto Ruzizi. Haya yanajiri baada ya kundi la M23 kuondoka mji wa Uvira. Taarifa zaidi zinasema Burundi imeanza kutuma wanajeshi wake kushika doria Uvira na maeneo ya mpaka wake na DRC. Msekedide anaarifu zaidi kutoka Beni. Kauli hiyo ya msemaji wa kisiasa wa AFC M23 amegonga vichwa vya habari na kuvuisha mate ya walio wengi miongoni mwa wale waliomsoma. Kutokana na tamko hilo, Bwana Ashile Kapanga ni wakili pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini. Kwa kweli tunafuatilia hii hali. Hata waziri wetu wa Kongo mwenye kusikana mambo ya upasaji wa habari alikuwa wazi akasema ya kwamba hawa watu wa AFC M23 nia yao kuu ni kudanganya tu watu. Mnawaza kama wanaondoka, japo waliacha watu wengi sana huko ili waweze kuangalia namna gani watarudi. Ikiwa kauli ya waasi yatokana na mambo inayoendelea mjini Uvira, basi hali ikoje kwa sasa? Kuhusu hiyo jambo ya Banyamulenge hawakufukuziwa. Banyamulenge hawakufukuziwa, hebo peke. Hapa Uvira kuko familia 7 ndio iko hapa. Hakuna kunyanyasiwa, wananyanyasiwa hata. Bako salama kabisa. Hebo walikatala, si hatutatoka, tutabakia hapa. Familia 7 ndio iko hapa. Ile dimanche yenye baliingiaka FARDC na bazalendo. Vipi hali ya Kamanyola pia? Je, kulikuwa mvutano wowote? Nusu ya jibu na mwenyekiti wa asasi za kiraia mahali hapo, Bwana Bisimwa Bwendwa. Kamanyola kwa sasa tunakuwa na ukimya, hakuna mlio wa risasi wala mvutano wote wenye uko kati ya sehemu mbili, au tukisema kati ya serikali la Kongo wala revolutionnaire wa 23, sema kwamba kuwakatazia wasivuke kwenda Rwanda wala wapi. Hapana, wametoka Uvira na wakikuwa na destination ya kukuja kukamatia makao yao au makimbizi yao hapa kwetu Kamanyola. Haki hayo yakiwa hivyo, duru nyingi za hitaji nchi ya Burundi kutuma majeshi yao mjini Kalemi huko Tanganyika
ili kuweka ngome kuu ya kuzuia waasi kuingia sehemu hiyo. Isijulikani kwa sasa kuna mpango huo au la. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Wakati huo huo, mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema jumla ya raia 300,000 wa nchi hiyo wamekimbilia nchi jirani za Tanzania na Burundi. Waziri wa mambo ya ndani anayehusika na masuala ya kibinadamu Eva Bazaiba amethibitisha hilo na kusema hali ya sasa imetamausha kuona raia wa Kongo wakisalia wakimbizi kutokana na usalama mbaya. Wengi wa wakimbizi hao walitoroka makazi yao katika maeneo ya mashariki mwa DR Congo, ambapo kumeshuhudiwa makabiliano ya kijeshi kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa M23 kutoka Kinshasa. Nampisha Mbelechi Msoshi akiarifu zaidi. Babibi na babwana, bamama, batoto, jambo tena. Itakuwa bora nitaongea na Kiswahili ya Kongo. Ni Eva Bazaiba, waziri wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, husika na misaada ya kibinadamu pia na masuala ya kijamii, akihutubia baadhi ya wakimbizi nchini Burundi, ambapo alianzia ziara yake kabla ya kuyakamilisha nchini Tanzania. Naitumiwa ndio na rais wetu. Kuna shida sana ya bakongomani kumaichi mbalimbali, juu tunapata shida siku mingi ya mavita inye waadui wanakuya kutuvamia, na hali hatutaki vita, tuko batu ya amani na usalama. Wengi wamekimbia vita mashariki mwa Kongo kuna miaka kadhaa sasa, na wametuma serikali kushindwa kuimarisha usalama eneo hilo. Mimi kwa jina naitwa Rehema Nyasa. Mimi ni Mkongomani halisi. Nina vitu vichache ambavyo nataka niongee na waziri. Sisi akina mama wa kambini tuna masikitiko makubwa kuona vitendo vya ukatili vinavyoendelea na makundi ya waasi pale nchini. Kwa mfano, ubakaji kwa wakina mama, na watoto wetu wanaingizwa kwenye waaskari bila kuwa na hiari yao. Kulawitiwa, watu wanachinjwa kama mbuzi. Wakati tuna wakina mama kwenye serikali, nafasi nzuri sana kwa wakina mama. Katika mkutano wa vyombo vya habari kati ya msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya na waziri Eva Bazaiba ambaye alitoa ripoti ya ziara yake hii, serikali hii imesema ya kwamba Burundi kuna wakimbizi 2.5. Visa vingi vya ukimbizi vimesababishwa haswa na vita yaliyoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya waasi wa M23 na jeshi la taifa. Tanzania kwa upande wake inawafadhili takriban wakimbizi 87,000 wakiwemo karibu watoto 50,000 wenye umri wa miaka chini ya 18. Idadi kuu ya watoto wadogo inaleta changamoto kubwa katika suala la ulinzi wao, elimu na usaidizi wa kisaikolojia. Huyu hapa waziri Eva Bazaiba. Wale wote ilitupa shida sana kukutanika katika wakimbizi kuko umate wa watoto wenye hakuna jinsi waingie shuleni. Ile kambi ya kubwa ya nyuma tulikuta bado hawayatengeneza shule juu ya watoto. Tanzania kuko shule juu ya watoto, lakini kuko fashi ndogo sana, hakuna jinsi watoto wasome vizuri. Na ya muhimu kabisa ni amani na usalama urudie nchini kwetu, wale watoto warudie nyumbani. Baada wewe kuondoka huku, kulikuwa wakimbizi ambao walidai warudie sehemu ambapo walitoka, na wakati kungaliki vita imeonekana kwamba mmeshindwa kuwahudumia katika kambi au vipi? Sasa ile yenye ilitokea ku kampi ya Busuma ilikuwa ni huruma sana. Walidanganyika, walilongofewa kusema wanatuma watu kuwaelezea wakongomani hivi banapata ya moyo wao inapenda warudie nyumbani, ndio wanawaita barudie nyumbani kwa haraka. Lakini mbele ya wakongomani kurudia nyumbani kwao, inchi nye kuwapokea maana yake Burundi na UNHCR wanasema na sisi pia inapasha amani na usalama uingie kunyumba.
Serikali ya Kongo inasema ili kwa kuhudumia wakimbizi hao mwaka huu wa 2026 mahitaji ni angalau bilioni 1.5 ya dola za Kimarekani. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kongo, raia wengi wanahitaji kurudi nchini ili warudilie shughuli zao za kawaida kama vile kilimo na ufukaji wa mnyama. Belechi Msochi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika, Kinshasa. Shukran sana Belechi Msochi. Rais Yoweri Kaguta Museveni ameanza kutawala Uganda kwa awamu ya 7. Hata hivyo, katika kipindi hiki cha uongozi wake, minong'ono kuhusu urithi wa madaraka imeanza kutawala mjadala wa kisiasa nchini humo. Swala hilo limeibua wasiwasi mkubwa ndani ya vyombo vya dola, chama tawala na jamii kwa ujumla. Katika tahariri ifuatayo, wengi kwa sasa wanahoji, je, kuondoka kwa Museveni kutaligawanya taifa la Uganda au kutachochea mshikamano na utangamano wa kitaifa wakati utakapofika. Na basi hivi sasa nampisha Leonard Mubali ambaye anasimulia tahariri iliyotayarishwa na Shisia Wasilwa. Siasa za urithi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni zimeibuka kwa kitendawili kikubwa zaidi cha kisiasa nchini Uganda, zikizua wasiwasi si tu kwa upinzani bali pia ndani ya nguzo tatu kuu za mamlaka: jeshi, chama tawala cha NRM na familia yake mwenyewe. Akiwa na zaidi ya miaka 80 ya umri na baada ya kuiongoza Uganda tangu mwaka 1986, Museveni sasa yupo katika hatua ambayo historia humlazimisha kiongozi yeyote yule kukabiliana nayo na kuibua swali la mwisho: nani baada yangu na kwa misingi ipi? Ndani ya jeshi ambalo limekuwa uti wa mgongo wa utawala wake kwa miongo minne sasa, dalili za sintofahamu zinazidi kuonekana. Kupandishwa vyeo kwa misingi ya ukaribu wa kifamilia, hasa kumweka mwanawe Muhoozi Kainerugaba katika nafasi nyeti za kijeshi, kumezua hofu za kuyumbishwa kwa taaluma na utii wa kitaasisi. Kwa kiongozi aliyeishi muda mrefu madarakani na sasa akiwa katika uzee wa kisiasa, jeshi linapochukuliwa kama ngao ya urithi badala ya chombo cha taifa, hatari ya mgawanyiko huongezeka maradufu. Kwa NRM, chama kilichojijenga kama harakati ya ukombozi, mjadala wa urithi umeibua mpasuko wa ndani. Wapo wanaoamini kuwa umri wa Museveni unapaswa kuwa kichocheo cha mpito wa kizazi kwa misingi ya demokrasia ya ndani. Wapo pia wanaoshikilia kuwa uhai wa chama na dola uko salama zaidi endapo mamlaka yataendelea kubaki ndani ya mduara ule ule wa familia. Hali hii imekifanya chama kuonekana kama kinachotafuta kuendeleza mtu mmoja aliyezeeka kisiasa badala ya kujenga taasisi imara zitakazoishi baada yake. Ndani ya familia ya Museveni, umri wa rais umegeuza siasa za urithi kuwa mzigo wa matarajio na mashindano ya kimya kimya. Kauli na vitendo vya mwanawe, hasa kupitia mitandao ya kijamii, vimeongeza joto la kisiasa na kuibua maswali mazito kuhusu nidhamu, busara ya uongozi na hatari ya kuchanganya dola na ukoo. Taifa linapogeuzwa urithi wa damu, umri wa kiongozi hauondoi hatari ya kuiongoza. Swali kuu linabaki baada ya Museveni kuondoka akiwa na zaidi ya miaka 80 na mzigo wa miongo minne ya madaraka, ataacha Uganda yenye amani ama taifa lililogawanyika? Jibu linategemea chaguo la leo. Amani itazaliwa kutokana na mpito wa wazi wa kitaasisi na wa kizazi kipya. Mgawanyiko kwa upande mwingine utakuwa zao la urithi unaolazimishwa na hofu ya kuachia madaraka. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Walike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jameni, subscribe, jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Hivi karibuni tutatua hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inatamba kutamba. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwa heri na uwe na jioni njema.